Shurutu sihhati alqasr, sharti ambazo lazima zitimie ili swala ya kupunguza iweze kuswihi. Unataka sharti gani ili uweze kupunguza hizo swala? Anasema ya kwanza, an yakuna safaru fi ghairi maasiya, kwanza iwe safari mtu asafiri kwenda kwenye uasi, mtu asafiri kwenda kwenye maasi, ni sharti katika madhehebu ya Imam Shafi. Ili upunguze, safari yako isiwe ya kwenda kwenye maasi. Yaani haiwezekani wewe unataka kwenda kupora watu Morogoro, alafu humu katikati upunguze swala. Kwenye madhehebu ya Imam Shafi hairuhusiwi. Sio, tunaelewana? Au unakwenda kumdhuru mtu, hairuhusiwi. Au una ahadi ya mtu ya maasiya na wewe ni msafiri, hairuhusiwi kupunguza swala kwenye madhehebu ya Imam Shafi. Madhehebu nyingine unaweza ukaruhusiwa kwa sababu safari ni safari. Hayo mambo ya maasiya ni mambo yako mwenyewe, lakini je, unaruhusiwa kupunguza? Madhali ni msafiri unaruhusiwa, lakini madhehebu ya Imam Shafi uruhusiwi. Madhali unaenda kwenye safari ya maasi uruhusiwi kupunguza. Kwa hiyo sharti la kwanza, safari yako isiwe unaenda kwenye maasi ya aina yoyote. Sharti la pili, an yanwiya alqasra ma'a al-ihram, an yanwiya alqasra ma'a al-ihram, anayetaka kupunguza anuie kupunguza wakati wa takbiratul ihram. Sisi tumeelewana? Wewe unataka kuswali ya dhuhuri, uko safarini, unataka kupunguza rakaa, unataka uswali rakaa mbili. Shekhe anasema uweke nia ya kupunguza wakati wa takbiratul ihram, yani wakati unaingia kwenye swala uweke nia kwamba hii swala na iswali kwa kupunguza, kwa sababu asili ya swala hiyo ni kuswali rakaa 4. Sawa? Sasa wakati unasema Allahu akbar hapa kwenye moyo wako hapa, sawa, papitishe kwamba hii swala ninayoswali na swali rakaa 2, kwamba mimi napunguza, si swali rakaa 4 na swali 2 tu wakati unaleta takbiratul ihram. Kwa hiyo sharti la pili, an yanwiya alqasra, anuie kupunguza ma'al ihrami, wakati analeta takbiratu al-ihram, awe anajua kwamba hii swala ninayoswali mimi sasa hapa napunguza. Kwa nini? Kwa sababu usiwe tayari ushaingia kwenye swala usiwe unapunguza, umeshaingia kwenye swala hukunuia kupunguza katikati ya swala ndio ukasema mimi sasa naswali kupunguza. Kupunguza kuwe na nia toka mwanzo wa swala, uwe na nia kupunguza mwanzo wa swala na sio ndani ya swala. Hiyo ni sharti ya pili. Sharti ya tatu, an la ya'tama bimuqimin, sawa, asimfuate mkazi wa pale. Wewe unataka kuswali kupunguza, wewe ni msafiri, usimfuate mtu anayeswali kutimiza. Wewe umeenda, wewe ni msafiri, umewakuta watu wanaswali jamaa. Wewe kama unataka kupunguza usiwafuate, swali peke yako au swali na jamaa mliokuja nao ambao wote mko safarini. Usimfuate anayetimiza,
mkazi wa huo mji, au kama sio mkazi, hata kama ni msafiri mwenzio na wewe unataka kupunguza, usimfuate mtu ambaye yeye anataka kutimiza. Yaani usiwe maamuma wa mtu ambaye anataka kutimiza, ndio Kiswahili kifupi. Kwa hiyo hizo ni sharti tatu unatakiwa uzichunge kama unataka kupunguza swala na wewe ni msafiri. Kwanza, iwe safari yako isiwe ya masia. Pili, unuie kupunguza wakati wa takbiratul ihram. Tatu, usimfuate anayetimiza. Usimfuate anayetimiza. Wewe kama unataka kupunguza, hata uwakute watu wanaswali jamaa, wewe simama kule peke yako, swali rakaa 2 zako, ondoka. Sasa kuna mtu mwingine anakuja msikitini, yeye anaswali, anataka kupunguza, anasubiri wale watu wanaosali adhuhuri jamaa wameswali rakaa 2, wamenyanyuka, wanamalizia 2 za mwisho, na yeye ndo anajiunga pale. Ukijiunga lazima ukamilishe, lazima ukamilishe. Na mtu mwingine nimemsikia anasema, mimi bwana nimekwenda, mimi ni msafiri, nataka kuswali kupunguza. Sasa nimeingia na wale watu kwenye jamaa, mimi nimeswali nao rakaa 2, walipokaa wao tahiyatu ndogo, mimi nikakaa tahiyatu kubwa. Sawa? Wao walivyosimama mimi nikatoa salamu. Hairuhusiwi. Ukijiunga na jamaa tu lazima utimize. Kwa hiyo usimfuate mtu anayetimiza kama wewe nia yako ni kupunguza. Sasa hilo ni jambo la kwanza.